Naitwa Saidi M. Gogola aka Sago Simba wa Arusha. Mimi ni katibu wa Arusha Terminal Simba Sports Club. Leo siku ya tarehe 14 kama mnavyoona, tuko maeneo ya uwanja wa Jimkana au almaarufu uwanja wa Mgambo. Tupo kwa ajili ya lengo moja tu. Ahadi ilitolewa ya kuchoma nyama ya mbuzi kwa ajili ya msemaji wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ali, lakini pia na viongozi ambao wapo mkoani Arusha, katikati ya jiji la Arusha, Geneva of Africa. Na leo wana Simba, kwa sababu kesho tuna mtanange mzito, leo tumeamua tuchinje mbuzi, tule nyama choma kama mnavyoona mazingira hivi. Kwa hiyo leo ni siku ya kula nyama choma kwa wanachama wa Simba Sports Club. Mashabiki wa Simba Sports Club wanakaribishwa wote kwa ajili ya zoezi hili la kula nyama. Baada ya hapo sasa tutaweka mikakati yetu ya mwisho kabisa, namna gani kesho tunaenda kuchukua pointi 3 dhidi ya Fountain Gate. Watani zenu wanasema mmewaiga kwenye ishu ya nyama. Wanavyosema tumewaiga ni waongo, kwa sababu Arusha ndio asili ya nyama na nyama choma inapatikana Arusha. Kama watu wanavyojua, ni Tanzania nzima wanajua, ukija Arusha unaenda kwa Morombo. Lakini sisi tumeamua tuwekae pembeni, tukachukua wataalamu wa kuchoma nyama hiyo. Wao wenzetu wanaosema tunawaiga, sisi hatujawaiga kwenye supu. Sisi tunakula nyama choma, sio supu. Supu kwenye vibakuli hapana, ni nyama choma. Unakamata kisu chako, unakata kinofu, unakula, au unakamata mguu na katakata, unakula, unaweka kwenye sahani. Sisi hatunywi supu na chapati. Hivi kweli, ndugu mtangazaji, ndugu mwandishi, kweli kati ya nyama choma na supu na chapati kipi ambacho kina mashiko? Kwa hiyo sisi tunakula nyama choma ambayo ina mashiko. Kwa hiyo wewe mwandishi, baadaye mwenyewe utakula, utashiba, utasanza. Kesho utakapokuwa unashangilia utakuwa na energy ya kutosha, kwa sababu umetengeneza mwili kupitia kula nyama choma ya mbuzi.